nafikiri kitakuwa sasa cha mwisho kama tutamaliza leo au kesho, lakini ni mbinu za kibiblia zitakazo kusaidia kuondokana na roho ya madeni. Mbinu za kibiblia zitakazo kusaidia kuondokana na roho ya madeni. Toka juzi nimekuwa nikisema ya kwamba kukopa sio shida wala kukopa sio dhambi, isipokuwa mtu anapokopa akashindwa kurejesha kila alichokikopa kwa mtu au kwa taasisi, anaingia kwenye madeni, na unajikuta kwamba anakuwa na deni la kwanza, deni la pili, deni la tatu, na mwisho wa siku anakuwa na madeni mengi. Na hiyo imekuwa ni kama roho ambayo imewazingira baadhi ya watu, na siku ya jana tuligusia kidogo. Sasa leo natamani tuweze kuangalia ziko mbinu 10 ambazo kwa neema ya Mungu ameweza kutufunulia ili ziweze kutusaidia. Ziko mbinu 10. Sasa ngoja tuende tuone tutafikia mpaka wapi jioni ya leo. Amen. Mbinu ya kwanza, amini unaweza kulipa madeni yote. Just believe. Amini kabisa bila mashaka ya kwamba madeni yako yote unaweza ukayalipa. Kwenye Yohana 20:29, Yohana 20:29 ni wakati Yesu alipotaka kupaa, amemaliza shughuli yote iliyokuwa imemleta duniani, akataka kuondoka, akataka kupaa. Sasa maandiko nasema Yesu akamwambia, umeamini kwa kuwa umeniona? Ni wakati Tomaso anasema, anaambiwa kwamba mimi ndiye Yesu. Tomaso hakuelewa kabisa, anasema hapana, paka nikushike, paka nikushike. Kumbuka kwamba nimewaanisha hili andiko kwa lengo la kutaka kwamba ipo nguvu ya kuamini katika kumaliza kitu. Unapoamini kwamba unaweza ukamaliza madeni yako yote, inawezekana. Yesu akamwambia, umeamini kwa kuwa umeniona? Wamebarikiwa wale ambao hawajaona lakini wameamini. Bwana tusaidie sana. Hao ndio ambao wamebarikiwa. Na mara zote chochote kile ambacho ukianza ukiamini huwa unakifanyia kazi. Ukiamini kwamba biashara hii itanilipa, unaanza kuingia kwenye utekelezaji. Ukiamini ya kwamba kitu hiki kinawezekana, unaanza kuingia kwenye utekelezaji kwa sababu ya imani tu. Nakumbuka mtu mmoja alikuwa ananihadithia, alikuwa ananiambia walienda shambani, na walivyokuwa kule shambani, kumbe kuna muogo ulikuwa umedondoka maeneo ya shambani. Mtu mmoja akachukua ule muogo akautafuna, na ulikuwa ni mzuri tu, ulikuwa ni mtamu tu. Sasa walipokuwa kwa njiani wanarudi nyumbani, mmoja wao akamwambia, unajua huo muogo umeokuta kwa nani? Akasema hata sijui. Akasema ni shamba la fulani. Na huyo mzee alikuwa anaogopeka kijijini. Alikuwa anaogopeka kwa sababu alikuwa anasemekana ni mchawi. Sasa alivyoambiwa vile, aliamini ya kwamba tayari nimetegwa, sasa naenda kufa. Umeona imani ya ndicho alichokiamini yeye. Na walipotembea kwa muda kidogo tu, yule mama akaanza kusema tumbo linauma, mara nataka nikajisaidie, tumbo linauma, mara hiki. Hofu imeshamjaa. Ameshajenga imani ya kwamba huu muogo ambao nimekula unaenda kuniua tayari. Bwana tusaidie sana. Lakini angalia kilichokuja kutokea. Walipofika nyumbani wakampeleka hospitali. Walipofika hospitali wakamwambia daktari jinsi ambavyo hali ilivyokuwa. Daktari akasema hii ni hofu ambayo imetokana kuamini ya kwamba tayari ameshalogwa. Baadaye daktari akampa tu panado tu, kampa panado. Baada ya hapo yule mama akasema nimepona tayari, niko vizuri. Umeona kilichomsababisha nini? Aliamini ya kwamba amelogwa. Sasa ukiamini ya kwamba huwezi kutoka kwenye madeni, hauwezi ukatoka kwenye madeni. Ukiamini ya kwamba ninaweza nikatoka kwenye madeni, basi unaweza ukatoka kwenye madeni na ukaishi bila kuwa na madeni.
Bwana tusaidie sana. Inawezekana kuishi kwenye mikopo, haina shida. Ugomvi wetu toka tumeanza ni kwamba kuepukana na madeni, kuishi bila madeni. Bwana tusaidie sana. Sasa sema tu kwamba skrini sijajua imekuaje, lakini kuna picha nilikuwa nimeweka hapa. Kuna mtu alikuwa na luka shimo tu, akasema ndani ya moyo wake, ninaamini kwamba hapa naweza nikaluka. Na yule mtu aliluka kwa sababu aliamini anaweza kaluka. Ngoja nikwambie, ukishajitamkia kwamba unaamini kitu fulani kinaweza ikatokea, unaiambia akili yako itafute solution ya kuweza kuhakikisha kwamba hapo unachomoka, hapo unatoka. Na ndiyo maana mbinu ya kwanza itakayokusaidia ni wewe kuamini ya kwamba ninaweza nikatoka kwenye madeni. Mtu mmoja akasema kwamba if you can dream it, you can do it. Kama unaweza ukaota hiyo ndoto, basi unaweza ukaifanyia kazi. Kama unaweza ukaamini kwamba madeni sio fungu langu, na inawezekana isiwe fungu lako katika jina la Yesu. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Twende mbinu ya pili. Mbinu ya pili, weka vipaumbele vyako. Weka vipaumbele vyako. Set your priorities. Set your priorities. Vipaumbele vyako ni vipi? Lazima uviset, lazima uviweke. Kama kuna madeni fulani ulikuwa unadaiwa, lazima yale madeni uyape kipaumbele ili uweze kutokana hali ya madeni. Kama hutayapa kipaumbele, hayo madeni yaweze yakaondoka. Kwa sababu ukishaweka au ukishaseti kipaumbele kwamba natakiwa nilipe, kitakachofanyika ni nini? Kila fedha utakayokuwa unaipata utakuwa unaelekeza kule, na mwisho wa siku utajikuta umetoka katika hilo gereza la madeni, na mwisho wa siku unakuwa ni huru. Kwa hiyo weka vipaumbele vyako vizuri, vitakusaidia kuhakikisha kwamba unatoka hapo. Na hii inatusaidia pia kuwa na reference katika kitabu cha Mathayo 6:31 hadi 33. Unaoni kwa namna ambavyo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi namna ya kuweka vipaumbele, namna ya kusha kwamba kuna kuwa na vipaumbele katika maisha ya mwanadamu. Yesu anasemaje kwenye Mathayo 6:31-33? Maandiko yanasema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mahitaji hayo yote. Ile fungu la 33 anasema, basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Neno langu au msingi wangu hapa ilikuwa ni utafuteni kwanza. Ina maana kwamba ana set priority ya kwamba cha kwanza tafuta ufalme wa mbinguni. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa una madeni, ukijiwekea mazingira ya kuwa na kipaumbele kwamba nataka nimlipe huyu, nimlipe huyu, nimlipe huyu, nimaliza nayo kabisa, inawezekana baada ya kuwa umeset au umeweka vipaumbele vyako. Kwa hiyo madeni au deni ukilipa kipaumbele, unaweza ukalilipa. Na kwa nini kipaumbele? Kwa sababu kama hauna kipaumbele, ni rahisi fedha uliyoipata kuipeleka katika mambo mengine. Ni rahisi fedha uliyoipata kuipeleka katika vitu vingine. Lakini unaposet vipaumbele vyako, hiyo fedha utajikuta kwamba unaenda kuifanya, unaenda kulipa deni. Namba 3 au mbinu ya 3 ambayo itakusaidia uweze kuondokana na madeni, ongea na mdeni wako. Ongea na mdeni wako. Hii mbinu itakusaidia sana kuondokana na hali ya madeni. Itakusaidia sana. Na kuna vitu 5 ambavyo unatakiwa uvizingatie katika kuongea na mdeni wako. Vipo vitu 5. Nataka nikupitisha hapo, vipo 5. Jambo la kwanza, usimzimie simu. Anakudai, usimzimie simu au usimblacklist. Kuna baadhi ya watu ambao akishaona anadaiwa anamblacklist, akimtafuta namba busy.
akichukua simu nyingine akampigia inapatikana. Kwa unaona ni kama vile ni ujeuri ambao unaonyesha. Kwa hiyo usije ukajaribu kumzimia simu mtu ambaye anakudai. Ni kosa kubwa sana. Na huwezi kutoka kwenye hayo madeni kama wewe unakuwa unazima simu ya mtu ambaye anakudai. Na kumbuka kwamba nilikuambia kwamba ile fedha uliyoipata ni jasho lake, ni haki yake. Alikupa ili kusaidie, isiwe ni tanzi, isiwe ni majuto, bali hakikisha kwamba unatekeleza ile makubaliano. Namba 2, usiache kupokea simu yake. Unakuta mwingine akiona simu ya mtu ambaye anamdai, anaiangalia, inaita inakata. Inaita inakata, inaita inakata. Hapana, usiache kupokea simu yake. Akikupigia simu, pokea. Kwa sababu una mali yake, kwa sababu una fedha zake. Jitahidi kupokea ili mwisho wa siku muweze kukaa na kuzungumza. Namba tatu, jifunze kumtafuta na wala sio yeye akutafute. Unakuta mtu mwingine yule ambaye anamdai mpaka mtafute, yeye hawezi kumtafuta. Anafunga mlango wa kumtafuta kabisa. Hataki kumtafuta, hataki hata kusikia habari zake, hataki kusikia anasemaje, anafunga hilo lango. Lakini ukitaka kuondoka kwenye deni, mtafute huyo ambaye anakudai. Mtafute mara kwa mara, zungumza naye mara kwa mara, ongea naye. Mwisho wa siku itakupa wepesi na itakuwa ni mlango wa wewe kuondoka kwenye madeni. Namba 4, usitengeneze uadui na yeye. Usije ukatengeneza uadui na yeye. Ule anayekudai asiwe adui yako. Hapo mtafikishana mbali. Hapo ndo mtaanza kupelekeshana mpaka mahakamani, polisi, kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa mtendaji, kwa sababu anahisi kama fedha yake inapotea. Wewe unachotakiwa ukifanya, hakikisha ya kwamba usitengeneze uadui naye. Kumbuka kabla ya kukopa hiyo fedha mlikuwa na mahusiano mazuri sana. Iweje fedha ndio ikutengenezee uadui? Usitengeneze uadui naye. Na mara nyingi sana yule anayedaiwa ndiye anayetengeneza uadui. Mara nyingi sana yule anayedaiwa ndiye ambaye anatengeneza uadui na yule anayemdai. Unakuta yule anayemdai anakuja kwa unyenyekevu, jamani, fedha yangu, nahitaji fedha yangu. Lakini yule anayedaiwa anakuwa ni jeuri kweli kweli. Nakuwa ni jeuri. Namba 5, mueleze wazi kwamba deni lake utalipa, na muoneshe utalipaje, na kuwa na moyo wa kuonyesha kwamba hilo deni utalipaje. Mueleze wazi kwamba deni lake utalipa. Usije ukamficha. Mwambie, kuna mtu mwingine anajisemea ndani ya moyo wake, nitamlipa tu, tamka, sema ya kwamba fulani najua unanidai, lakini deni lako nitalilipa. Nitalilipa hivi, nitalipa hivi, nitakuwa nakupa kidogo kidogo, nitamaliza deni lako. Hiyo ni mbinu ambayo inaweza kukusaidia ukaepuka au katoka katika dimbwi la madeni. Bwana tusaidie sana. Kwa namba 3. Namba 4 au jambo la 4. Jambo la 4. Badilisha mfumo wako wa maisha. Change lifestyle. Badilisha mfumo wako wa maisha. Badilisha mfumo wako wa maisha. Badilisha mfumo wako wa maisha. Na nitawezaje kubadilisha mfumo wa maisha nikiwa kwenye madeni? Yapo mambo 7 ambayo yanaweza yakakusaidia ukabadilisha mfumo wako wa maisha, na mwisho wa siku ukajikuta kwamba yule anayekudai unakamilisha deni lake. Jambo la kwanza ni aina ya vyakula unavyokula. Badilisha kabisa mfumo wa aina ya vyakula unavyokula. Kwa mfano ulikuwa unakula vyakula vya bei ghali. Unakula vyakula vya bei ghali. Unapunguza ili fedha unayoipata iende kwenye deni. Unapunguza. Lakini jambo la pili, aina ya usafiri unaotumia. Aina ya usafiri unaotumia. Mathalan labda kama ulikuwa unatumia usafiri wa gari kwenda mjini na unaweka mafuta, ndio wakati mwingine sasa unaweza ukajibana kwa miezi 3, miezi mingapi, ile fedha ambayo ungeweka kwenye mafuta basi ukawa unatumia tu daladala. Unaenda mjini, unafanya shughuli zako, unarudi. Unaenda mjini, unafanya shughuli zako, unarudi. Au napo
Unakuta mwingine ameshazoea kutoka hapa napa pikipiki, hapa napa bajaji, na ni gharama kubwa kidogo. Kwa hiyo unajikuta kwamba unabadilisha aina ya namna ambavyo usafiri wako unavyosafiri. Inasaidia sana. Lakini pia jambo lingine ni mawasiliano ya simu. Hasa katika vifurushi vya internet na maongezi. Hapa unaanza kujibana namna ambavyo bando lako unaitumia. Ulikuwa unaweka labda voucher au ulikuwa unatumia shilingi 30,000 kwa mwezi, basi unapunguza kidogo. Lengo ni nini? Ile fedha unaisave ili iweze kukupeleka kwenye kulipa madeni. Na jambo la 4, nyumba unayoishi kama umepanga. Kama wewe ni umepanga bado, uko kwenye madeni na bado umepanga, angalia nyumba unayoishi, unaweza ukabadilisha. Kama ulikuwa unaishi nyumba ya 300,000 kwa mwezi, unaweza ukatafuta nyumba hata ya 1,500,000. Ile 1,500,000 nyingine inakuwa inaenda kwenye madeni. Using'ang'anie kwenye nyumba ya bei ghali na wakati wewe bado una madeni au uko kwenye deni. Bwana Yesu atusaidie sana. Inasaidia sana. Inakusaidia. Kwa sababu mwisho wa siku unajikuta kwamba umetengeneza deni huko, lakini pia bado na mwenye nyumba unatengeneza deni kwake. Kwa sababu unajikuta kwamba unashindwa kulipa hata pango. Kwa hiyo inakulazimisha utafute nyumba ambayo iko chini kidogo ili uweze kusave na mwisho wa siku uweze kusonga mbele katika kulipa madeni. Namba 5, vifurushi hasa vya king'amuzi. Unakuta kifurushi kwa mwezi labda unatumia 35,000, kifurushi cha mwezi 35,000 au 50,000. Basi unaweza ukashuka ukatumia kifurushi cha shilingi 25,000 au kaacha kabisa kutumia kuweka kifurushi kwenye king'amuzi. Ukajipangia kwamba hii fedha mathalan labda unaweka kifurushi cha shilingi 55,000 kwa mwezi. Kwa miezi 10 karibia hiyo ni 550,000 kabisa. Kwa hiyo utakavyopunguza au utakavyoacha kutumia kwa muda fulani, ile fedha inaweza ikakusaidia kwenda kulipa deni. Namba 6, angalia au tathmini hali ya matumizi yako ya umeme na maji. Unaona kabisa kwamba budget ya matumizi ya umeme na maji iko juu sana. Unaweza ukaanza kupunguza baadhi ya vitu. Kama ulikuwa unawasha friji kuanzia asubuhi mpaka jioni, basi unaweza kuanza kujibana ili angalau bili ya umeme na bili ya maji iweze kupungua. Kwa hiyo nayo inasaidia sana. Namba 7, mavazi yako. Sitisha kununua kwa muda. Sio kwamba lazima kila wiki ununue nguo au kila mwezi ununue kwa nguo. Unaweza ukaanza kuvaa zile nguo ulizozinunua na ukasitisha kununua kwa muda. Zile fedha ambazo au ile budget ya nguo unaweza ukaipeleka kwenye madeni na mwisho wa siku ajikuta kwamba unaondoka katika hali ya madeni. Sasa ukifanya tathmini kwenye mambo 7, unaweza ukajikuta umesave hela nyingi sana kwenye vyakula, kwenye usafiri, kwenye mawasiliano ya simu, tunasema bando, kwenye nyumba unayoishi, kwenye vifurushi vya king'amuzi, matumizi ya umeme na maji na mavazi. Hivyo vitu vinaweza vikakupunguzia deni lako, na kuna baadhi ya yale madeni mengine madogo unaweza ukayamaliza kwa kufuata huu mfumo ambao unaweza ukaubadilisha. Bwana tusaidie sana. Twende namba 5. Jizuie kukopa kabla hujamaliza mkopo mwingine. Weka pause. Unapokuwa umekopa, jifunze kumaliza huo mkopo kwanza ndio ukope tena. Usiwe wewe ni kopa, jizuie. Na inawezekana, maliza kwanza mkopo wa kwanza. Usiwe na mikopo kila maeneo. Huwezi kulipa. Ukienda mashariki una mkopo, ukienda kaskazini una mkopo, ukienda kusini magharibi una mkopo. Huwezi ukalipa. Na kuna baadhi wameshindwa kwa sababu ya kushindwa kujizuia. Lakini ukijizuia ukasema sitakopa tena mpaka nikamilishe haya madeni ya watu. Kwa hiyo unaweza kukamilisha madeni ya watu, na baada ya hapo sasa ukaanza kuingia kwenye mikopo yenye tija. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Na hapa kwenye kujizuia ni wakati wapo umepata changamoto, jikaze na fikiria kitu cha kufanya. Sio kila wakati
akili yako inawaza kwenye kukopa. Ukipata tu shida, mkopo. Ukipata tu hiki, mkopo. Ukipata changamoto kidogo, unawaza kukopa. Kwa hiyo unapokuwa unajizuia na ile mawazo ya kukopa nayo yanazuiwa. Niwe kufundisha kwamba kuna picha ambayo unaweza kuwa unaiona, kwamba unapoingia kwenye uhitaji unaona picha ya mkopo inakuijia, na unaona yule jamaa wa mkopo anakuja tu kwenye akili zako, kwenye fahamu zako, unaona picha inakuja. Ukikaa na kutathmini inakwambia niko hapa, wewe nenda ukakope tu. Ukikaa na kutulia, nenda ukakope kwa fulani bwana. Ukiona ile picha inakuwepo. Kwa hiyo hizo picha zinapokuwa zinakuwa pamoja na wewe, unaweza ukashindwa kujizuia kukopa. Lakini hizo picha zikiondoka kwenye ufahamu wako, ukaziondoa kwenye ufahamu wako, ndicho kigezo cha wewe kujizuia kuona kwamba unaweza ukaishi bila kuwa na madeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba nikupeleke kipengele cha 6 au mbinu ya 6. Mbinu ya 6, nitatokaje kwenye madeni? Mbinu ya 6, jenga uaminifu kwa watu. Jenga uaminifu kwa watu. Hakisha kwamba unakuwa ni mwaminifu. Utakapokuwa mwaminifu, hautaingia kwenye madeni, kwa sababu yule ambaye amekukopesha utakuwa unamlipa kwa wakati, kwa utaingia kwenye madeni. Umeona? Kwa hiyo mbinu ukiifanyia kazi itakusaidia wewe kutoka kuingia kwenye madeni, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Lakini jambo la pili kwenye uaminifu ni kwamba unaweza ukakopeshwa na marafiki zako au watu wako wa karibu bila riba. Bila riba kabisa. Unachukua milioni 1 kwa mtu na ni ndugu yako, ni rafiki yako, unaichukua ina riba na baadaye inarudi vile vile, kuliko kwenda kwenye taasisi zenye riba. Nini? Kutokana na namna ambavyo wewe ni mwaminifu. Lakini kama sio mwaminifu, huwezi kwenda kwa ndugu yako, kwa rafiki yako, kwa mtu wako wa karibu akakupa fedha, kwa sababu anaogopa fedha yake itapotea. Anaogopa fedha yake itaishirizia kule. Lakini mtu ambaye ni mwaminifu, huwezi kuingia kwenye madeni, huwezi kuingia kwenye madeni. Kwa sababu gani? Utajikuta kwamba anakukopesha yule mtu na wewe nakumbuka siku moja nilikuwa na shida na milioni 1. Nilimpigia tu simu ndugu yangu tu, nikamwambia bwana, nina shida na shilingi milioni 1. Alichoniuliza, aliniambia nikutumie kwenye namba gani? Kwenye namba ya simu au kwenye akaunti ya benki? Nikamtumia akaunti, akanitumia fedha. Tunaelewana wapendwa? Hiyo ni level ya uaminifu. Lakini kama sio mwaminifu, unamwambia milioni 1, anaanza kuwaza. Kwanza anakupa hivi, kwanza nailipaje? Anaanza nakuuliza kwamba hivi wewe hiyo hela, nakupa hiyo hela, na anaanza kumwambia nakupa wiki 1 au nakupa kesho kutwa au lini. Ni kwa sababu sio mwaminifu. Lakini unapokuwa kwenye level ya uaminifu, unahakika kwamba akikukopesha na kurudishia. Bwana tusaidie sana. Kuna mama mmoja alikuwa anishuhudia, ananiambia kwamba nifanyeje mchungaji? Nikamuuliza kuna nini? Akasema ya kwamba ni kama miaka 5 imepita, nilikopa fedha milioni 5 kwa mama yangu mzazi. Akanipa ile fedha, na baadaye akaomba mama anza kurudisha kidogo kidogo. Nikawa na mambo mengi, nikawa simrudishi. Sasa mama yangu amefariki. Kila nikipumzika, nikilala, ile sauti ya mama yangu inakaa inanijia, mwanangu, milioni 5 yangu umenizulumu kabisa. Mwanangu, milioni 5 yangu umenizulumu kabisa. Bwana tusaidie sana. Umeona? Hiyo ni level ya kutokuwa mwaminifu. Lakini kama wewe ni mwaminifu, akikupa fedha unarudisha. Jamani, fedha ambayo umeichukua sio ya kwako. Ni mali ya mtu mwingine. Hebu jifunze kuiheshimu. Jifunze kuithamini. Amekuheshimisha kukopesha, basi nawe kuwa sehemu ya kumrudishia fadhila. Bwana Yesu atusaidie sana. Jengo uaminifu. Nakumbuka kuna mtu mmoja, ni rafiki yangu wa karibu sana. Wakati mwingine kuna siku nakumbuka aliwahi kuniambia, bwana, naomba niazimishe kiasi fulani cha fedha. Sikuwa nacho hicho kiasi fulani. Nilienda na mimi kwa rafiki yangu nikakiazima kiasi cha fedha, nikamtumia. Unaona level ya uaminifu Yaani uko lazi uende kwa mwingine angalau uchukue fedha ili huyu mwenzako akamilishe changamoto yake.
Kwa nini? Kwa sababu umeshajenga uaminifu. Unajua kwamba hautadhulumika. Lakini usipojenga uaminifu, ndugu yangu, utajikuta kwamba unakuwa unaingia kwenye madeni. Kwa sababu kila shida ukiipata hauna pa kukimbilia. Utajikuta unaenda kule kwa kausha damu kama mlivyosema jana. Utajikuta unaenda kwenye riba kubwa, na wakati ungejenga uaminifu usingekuwa unaenda kwenye hizo taasisi. Bwana tusaidie sana. Uaminifu ni lango kuu la kutoa kwenye madeni. Uaminifu ni lango la kukutoa kwenye madeni. Yaani kuwa mwaminifu kwenye fedha ya mtu, utaona matokeo yake, utaona matunda yake. Uaminifu ni lango kuu la kukutoa kwenye madeni. Kwa jifunze kuwa mwaminifu. Bwana tusaidie sana. Namba 7 au jambo la 7. Jambo la 7. Usizoelee madeni. Usizoelee madeni. Kama nilivyosema silikuwa nasema kwamba unaweza kujisemea kwamba madeni hayaui. Nani kwambia madeni hayaui? Kuna watu wamekufa kwa sababu ya madeni. Madeni sio ugonjwa. Kuna watu wameparalyze. Kuna watu wamekosa usingizi. Kuna watu hawalali. Kuna watu wa saikolojia yao wameshaathirika. Kuna watu ambao paka lugha yao imebadilika kwa sababu ya madeni. Wamekuwa na matamshi makali makali. Paka unajiuliza, huyu nimemfanyaje? Mbona ananiambia maneno makali makali? Ni kwa sababu gani? Ile sumu ya madeni imeshamwathiri tayari. Kwa hiyo usizoe madeni. Au unajisemea kwamba hata matajiri wenye fedha nao wanakopa, kwa hiyo mimi nitakopa. Hapana. Usizoelee madeni. Usizoelee madeni. Je, hali yako ya madeni ni ipi? Hali yako ya madeni ni ipi? Niko peke yangu, yani huna kabisa deni? Au ni ngumu kusema? Kuna mwingine ukiuliza mama, hali yako ya madeni kwa wapi? Anasema kwa kweli hata nikikwambia unaweza ukachanganyikiwa wewe mwenyewe. Yaani sio deni lako, hiyo nikikwambia unachanganyikiwa ghafla. Kwa sababu ana mzigo na mlima mkubwa na hajui atafanyaje. Anasema ni ngumu kusema. Ni ngumu kusema. Mwingine anasema nimeolewa na madeni. Yaani ni kama pete na kidole, hawaachani. Akijaribu kujinasua tu atoki. Imekuwa ni pete na kidole. Ameshaoana. Wameshafunga ndoa. Yaani yeye na madeni hawapishani. Wako pamoja tu. Kila kunako kucha. Na kuna mtu mwingine anajikuta kwamba toka wewe mtu mzima mpaka anazeeka anaingia kaburini ni madeni matupu. Madeni matupu. Mpaka anaingia kaburini na anaacha madeni. Hiyo haifai katika jina la Yesu. Bwana tusaidie sana. Hiyo roho haifai kabisa. Jambo la 8 au mbinu ya 8 itakayo kusaidia utoke kwenye madeni. Tangaza hali ya hatari kwa muda. Tangaza hali ya hatari. It is a danger. Unatangazaje hali ya hatari? Yaani wewe mwenyewe mwili wako na utangazia hali ya hatari. Ya kwamba kuna mwaka mmoja naenda kujibana. Naenda kujibana kwa vyote ambavyo nimevitaja kule nyuma. Naenda kujibana kabisa. Ili mwisho wa siku uwe huru. Ngoja nikwambie, ni bora umie kwa mwaka mmoja au miaka miwili baada hapo uwe huru kuliko kuumia miaka yote. Kuliko kuumia miaka yote. Ni bora uamue kwamba nitateseka kwa mwaka mmoja, nitaumia kwa mwaka mmoja, lakini baada hapo nitakuwa huru. Ukishatangaza hali ya hatari, watu wengine watakucheka. Wataanza kusema umechuja, wataanza kusema umekuaje. Watakuwa na maneno mengi sana, lakini wewe ndani mwako umeshatangaza hali ya hatari. Ya kwamba mimi nimetangaza kwamba lazima nisonge mbele, lazima niachane na madeni. Kwa hiyo tangaza hali ya hatari. Tangaza hali ya hatari. Namba 9. Nataka kufanana na namba 6, lakini yenyewe kwa kuwa imejikaba yenyewe inasema rekebisha mlo wako. Rekebisha mlo wako. Unaweza ukaacha kunywa chai asubuhi. Ile budget ya chai ukaipeleka kwenye madeni madogo madogo. Unaweza ukaacha kula chakula kizuri kwa muda. Hautakufa. Kwa ukifururiza wiki nzima unakula ugali maharage utakufa.
utakufa. Unaweza ukateseka tu kwa sababu unakula ni chakula ambacho ukipendi. Lakini ukasema Bwana, hii wiki nzima hakuna cha samaki, hakuna cha sato, hakuna cha sangara, hakuna cha nyama, wala hakuna cha kuku. Hiyo fedha nataka nikamilishe kwa mtu fulani. Umeshaweka kipaumbele chako. Kwa hiyo unajikuta kama wiki nzima wewe ni unakula ugali. Unakula. Na kumbuka kipindi niko chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilikuwa nimepanga eneo moja inaitwa Buza. Sasa nilikuwa nafungasha chakula. Yaani nilikuwa nakipika usiku na kifungasha chakula kwenye hotpot na nacho chuoni. Wakati wengine wanaenda cafeteria kula na mimi naenda pembeni na hotpot yangu. Si unaelewa Ya, kama umeshakukaa na watu wa vioni unaweza ukajua akili zao namna jinsi zilivyo. Watu ambao wana kamnato fulani hivi, anaona wewe maisha yameweza sana. Lakini unapotangaza ukaamua kurekebisha, kuna namna fulani unaweza ukasave hela yako na ikakusaidia. Kwa niliamua kusave ile fedha kwa sababu nitaka nianzishe biashara. Niamua kuisave ile fedha. Kwa hiyo mimi chai wala chakula, na kuna kipindi fulani tulikuwa tunasema leo tunapiga pasi ya Lampard. Kuna mchezaji mmoja alikuwa anapenda kupiga pasi. Kwa hiyo tunasema leo napiga pasi ya Lampard, na maana kwamba ni nini? Ninakunywa chai mida ya saa 5 au saa 4 ili mchana nisile nije nile usiku. Kwa ile budget ya mchana nimefanyaje? Nimeibana. Rekebisha mlo wako. Inaweza kukusaidia kutoka kwenye madeni. Inaweza kukusaidia kusave fedha ambayo unaweza ukaipeleka sehemu inayohusika. Unaweza kuacha kwenda kula sehemu ambayo chakula chake ni ghali kwa muda tu. Unaweza kwenda ukaacha tu kwenda kula chakula sehemu ambayo ni ghali. Unaweza kukuta labda unaenda sehemu fulani, soda, ukienda dukani kama kawaida tunapata soda kwa shilingi 600. Lakini kuna maeneo ukienda soda ile 600 inauzwa shilingi 5000. Inauzwa shilingi 5000. Soda hiyo yote inauzwa shilingi 5000. Au chakula ambacho ungeenda kwenye mgao wa kawaida ambacho kinauzwa shilingi 5000, ukienda kwenye hoteli unajikuta chakula kile kile kinauzwa 30,000, 25,000, 40,000. Kwa unaweza ukaacha kwenda hizo sehemu ambazo ni ghali ili angalau uweze kuhakikisha kwamba unapunguza madeni ya watu. Unapunguza madeni ya watu. Jambo la mwisho, jifunze kusema hapana. Learn to say no. Akili yako ijifunze kusema hapana. Jana niliwaambia kwamba mojawapo ya vitu ambavyo watu wanaingia kwenye madeni ni kufuata mkumbo. Huyu amenunua hiki na wewe unataka kununua. Huyu amefanya hiki unataka kufanya. Lakini namba 10 inatufundisha kwamba jifunze kusema hapana. Learn to say no. Kwa mfano jifunze kusema hapana kwenye kadi za harusi. Jifunze kusema hapana kwenye kadi za harusi. Sio kwamba kila harusi zote utazichangia. Hapana. Lazima unakuwa selective kwamba kwa mwezi huu au kwa miezi mitatu nitachangia harusi moja au kadi 2. Kwa sababu pia mahusiano ni ya muhimu sana. Utachangia kadi 2. Sio kila kadi ya harusi inayokuja leta unatoa. Kuna ndugu mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi sehemu fulani. Yaani yule alikuwa ni swini bwana masherehe sasa. Hakuna sherehe ambayo itampita. Haipo. Kila sherehe yupo. Na kesho yake atakuhadithia sherehe iliyopita usiku. Jana, yani ikifika Jumatatu tu weekend ameshaenda kwenye sherehe fulani. Kila sherehe yupo. Na baada hapo ametumia zaidi ya 100,000 kwenye sherehe. Na matokeo yake ni nini? Anaanza kusema sasa naomba niazimishe, nikopeshe kiasi fulani cha fedha. Kwa sababu ameshajitengenezea mazingira ya sherehe. Jifunze kusema hapana. Kununua vitu. Jifunze kusema hapana katika kununua vitu. Hii inaitwa shopaholic. Shopaholic ni yule mtu ambaye akili yake yeye ni ya kununua vitu. Yaani kutoka hapa tu mpaka Nyamongoro anaweza kuwa ametumia shilingi 5,000. Hapa tu mpaka Nyamongoro tu hapa. Anaweza kujikuta leta maembe.
ya 1000 ameshaweka pale. Leta hiyo juisi ameshaweka pale. Leta stream karanga ameshapakia. Umeona? Yaani ananunua vitu. Ni mtu yule ambaye akiwa na fedha akienda mjini, akirudi anaanza kujutia, hii fedha yangu imeishaje? Ameona shilingi 50 yote imeisha. Amenunua mapochopocho, mandazi, manini. Mkoba wako umejaa mapochopocho ambayo wakati mwingine mpaka nasahau. Yeye ana hiyo, ana mentality hiyo. Na mtu anamnata mkisafiri naye kutoka hapa mpaka Dodoma, yeye atavimbewa tu. Kila kituo leta, kila kituo anapakia tu. Hawezi akatoka kwenye namna hiyo. Hawezi kutoka kwenye hali hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ile imeshamwathiri. Bwana tusaidie sana. Ni sasa unaenda mwingine labda ameenda mjini pale, hakuwa amedhamiria kununua kiatu, hakuwa amedhamiria kununua kitenge, hakuwa amedhamiria kununua kitu fulani. Labda alikuwa amemsindikiza rafiki yake sehemu fulani tu, akafanya kitu fulani. Hakuwa amedhamiria kununua vitu vya ndani. Lakini kwa sababu ni shopaholic, kila kitu hadi kukusanya tu mpaka ile inaisha, ndio anakuja kukumbuka, hivi nimemaliza hela, kumbe tayari sina. Anakumbuka hela ikiisha. Huyu mtu anaweza katoa kwenye madeni, atajikuta muda wote imembana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni wa kununua vitu. Namba 3 katika kusema hapana, safari zisizokuwa na tija. Epukana na safari ambazo hazina tija. Tunaelewana unakuta unasafiri tu, na safari zingine hazina hata faida. Umeenda tu, nimepakumbuka Serengeti, ngoja niende. Leo nimepakumbuka saa 8, ngoja niende. Nimepamisi Dodoma, ngoja niende. Nimepamisi Kahama, siku nyingi sasa sijaenda Kahama. Rafiki yangu twende Kahama. Anasafiri tu, anasafiri tu. Hii inaweza kukuingiza kwenye shida. Jambo la 4 ni mitoko, outing. Mitoko. Yaani yeye ni wa kutoka tu. Yaani aweza kamaliza mwezi, aweza kamaliza wiki hajatoka. Anatoka, na akitoka anateketeza malaki ya fedha. Unaona kwa nini? Kwa sababu hajajifunza kusema hapana. Na kuna watu wameingia kwenye madeni kwa sababu tu ya mitoko tu. Mwingine anakopa tu kwa sababu anaenda kwenye mtoko fulani, anaamua akope. Kwa mwisho wa siku anajikuta kwamba hawezi akamaliza madeni. Ile system ya madeni inamkamata. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekuwa ni mtu wa madeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaelewa na wapendwa naomba hii kitu kikusaidie sana. Haya mambo 10 ya kusaidie sana.